Kitabu cha Luka 19 ule mstari wa 41 anasema, alipofika karibu aliona mji akaulilia akisema, laiti ungelijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Luka 23:28. Luka 23:28, Yesu akawageukia akasema, enyi binti za Yerusalemu, msinililie mimi, bali jililieni nafsi zenu na watoto wenu. Shalom watu wa Mungu, nataka kusema nini hapa? Yesu aliona maisha waliokuwa wanapitia watu wa miji hiyo ya Yerusalemu. Yesu aliona watu wa sehemu zile alimokuwa wakipita walipokuwa wanapitia taabu, ndipo akawaambia jililieni ninyi na watoto wenu. Lakini alipouona mji ule akaulilia. Maana yake nini? Kwamba kwenye maisha yetu haya tunayoishi wanadamu, kuna wanadamu ambao wamejimilikisha dunia. Kuna wanadamu ambao wamejimilikisha dunia, wamechukulia hii dunia ni ya kwao, wamechukulia hii dunia ni mali yao. Watu wengine hawana nafasi, watu wengine hawafai, watu wengine hawana thamani. Kwa hiyo Mungu wetu anatamani watu wote tuishi sawa. Ndio maana akasema tafuteni ufalme wake na haki yake. Maana yake tafuteni kuongozwa na utawala wa kiungu ndani yetu na maisha yetu ya kila siku, lakini tutafute kuwa na haki ya Mungu, yaani kufanya sawa sawa. Lakini dunia hii tunamoishi humu, kuna watu wanagandamiza wenzao, kuna watu wanafanya wenzao kuwa mazezeta ili wao wawe matajiri. Kuna watu wanaishi kwa watu kuumia. Kuna watu wanaishi vizuri, wanakula vizuri, wanatembelea magari mazuri, watoto wao na familia zao wanaishi maisha ya kifahari, huku wakiwa wananyonya watu wengine wa hali duni ambao ni wengi. Yaani watu wachache wanamiliki kundi. Kuna watu wanaishi kwa kula mali. Watu wakishakuwa malaya wakajiuza, kuna watu wanaingiza pesa wanakuwa matajiri. Kuna watu wanakuwa matajiri kwa watu kuteseka. Kuna watu wanakuwa matajiri kwa watu kuvuta bangi, kwa watu kuwa machokola. Yaani ndio uamini kwamba kuna watu wamejimilikisha hii dunia. Ndio maana Yesu alipoona miji ile akaililia. Maana yake ukiangalia watu wanaoteseka juu ya uso wa dunia hii, Mungu hakutuumba tuteseke. Mungu hakutuumba tupitie tabu hizi tunazopitia, lakini kuna kikundi cha watu kimejimilikisha dunia, kinahisi mali zote, rasilimali zote Mungu alizoziumba ni za kwao. Watu wachache wa binafsi, watu wachache ambao hawana upendo, watu wachache ambao hawana utu, wamejimilikisha zile mali wao peke yao. Wao ndio wananyanyasa watu, wao ndio miungu watu. Hivyo wanafanya watu wengine waishi katika ugumu wa maisha, katika umaskini, katika kupumbazwa, katika ujinga, katika ufukara wa hali ya juu, ili hali wao wanamiliki utajiri wa nchi nzima. Haya maisha unafikiri Mungu anayataka? Mungu yeye alitamani kila siku sisi tuishi kwa usawa, lakini sisi wanadamu tukigeuka mioyo yetu, tunavyoishi, tunavyochukuliana, ndio inafanya dunia hii kuwa chungu, dunia hii kuwa haifai, kuwa mahali ambapo si salama kuishi. Lakini Mungu wetu anatamani sisi tuwe na amani, anatamani sisi tuwe na upendo, anatamani sisi tuwe na usawa. Lakini kwa sababu yetu si wanadamu binafsi wetu, kwa sababu ya roho mbaya zetu, kwa sababu ya mioyo mibaya, tunafanya watu wengine waishi katika maisha magumu, katika ugumu wa maisha. Yaani wewe hapo unapoteseka hivyo, kuna mtu anaingiza hela, kuna mtu anafaidika sana. Kama umenielewa, Mungu akubariki sana. Neema ya Kristo ikawa pamoja na nyote. Tafuta kuwabariki watu na kugusa maisha ya watu. Amen.